قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة متومة محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، أولا namshukuru Allah tabaraka wa taala aliyetuwafikia sote kuweza kukutana katika nyumba yake tukufu, tukielezana mambo yanayofungamana na dini yake tukufu ya Kiislamu. Lakini pia ni washukuru waliopanga program kama hii ya kupeana nasaha, amalan biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Vile vile ni washukuru mlioacha shughuli zenu mkawa ni wenye kuhudhuria kwenye kalima kama hii au muhadhara kama huu kwa ajili ya kupata mawili na kwa njia ya kukumbushana yale ambayo tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama alivyotangulia al-akh kuzungumza masala ya istijaba, ni jambo la msingi sana kuona kwamba halakati hizi za mihadhara kupatikana wenye kusikiliza, kwa sababu yetu yatamalizikia hapa msikitini, lakini aliyesikiliza atayapeleka nyumbani, atayapeleka na maskani, atayapeleka na kwa maanti, atayapeleka na kwa mashangazi na mababu na wengineo. Bila shaka faida itakuwa ni yenye kuenea. Kwa hivyo Allah ajalie kukaa kwenu huku iwe katika mizani ya hasanati yenu kesho siku ya Kiyama. Maudhui ni kama nilivyopewa ya kwamba ushirikina au ruqya ya ushirikina. Kwa nini ruqya ya ushirikina? Kwa sababu akida ndiyo msingi, na kila kitu chenye kuinuka kikakua lazima kijengwe kwa msingi ambao ni madhubuti sana. Na nafurahi kuona wanafunzi hapa wa madrasa, hawa ndio mashekhe wa miaka itakayokuja. Kwa hivyo ni aula wakielezewa unwani kama hizi, ili wakiinuka na wajue kwamba kuna kitu kinaitwa kadhaa na hukumu yake ni kadhaa. Mwenyezi Mungu ajalie wawe ni wanafunzi wenye kuinukia katika akida, na wawe ni wanafunzi wenye kupambana kuisambaza akida na kuitetea akida na kuipiga vita shirki pamoja na masala ambayo ni ya bid'a na khurafat. Ndugu zangu, muhadhara huu ambao utakuwa ni mfupi sana kwa sababu ya wakati, na somo la akida ni somo kubwa sana, ni somo pana sana, dalili zake kwenye Qur'ani na Sunna ni nyingi sana, si jambo la kuzungumzwa kwa dakika 40 au jisadi moja. Lakini tunasema ma la yudraku julluhu la yutraku kullu, kile kichache ambacho tutakizungumza kitakuwa ni chenye kutusaidia na kukifanyia kazi kwa lile ambalo tunalolikusudia kwenye kulizungumza. Mimi napenda kuanza muhadhara wangu kwa kilma at-talbis. Talbis katika vitabu vyetu hivi vya dini kama cha al-Imam Ibn al-Jawzi, Talbisu Iblis, aelezea akisema at-talbis maana yake ni idharu al-batili fi surati al-haqq,
ni mtu kudhihirisha batili yoyote, mtu kudhihirisha batil fi surati alhaqi, kwa muonekano na kwa sura ya haki. Hii ni batil. Tumefahamiana Waislamu? Wajua muhadhara ukitaka kuelewa lazima ufahamu ile madkhali yake toka na mwanzo, ndio mbele kukitolewa mifano wewe mwenyewe utakuwa ni mwenye kuunganisha yale yaliyozungumzwa. Hii ni batil. Lakini sasa kwa kuwa wewe ni mtu wa talbis, wataka hii batil hili jambo baya, hili jambo la haramu, hili jambo la bid'a, hili jambo ovu, wataka lionekane kwa watu kwamba ni jambo la haki, kwamba ni jambo zuri, kwamba ni jambo la halali. Ndio maana ya talbis. Tumefahamu mpaka hapo? Takupa mfano ili uzidi kunielewa. Kuna msemo wa Kiswahili wenyewe wanasema ya kwamba yule ni chui amevaa ngozi ya nini? Na ngozi ya kondoo. Maana yake ni kwamba yule ni muovu lakini adhihirisha kwamba yeye ni mzuri. Ndio maana ya talbis. Maneno ya al-Imam Ibn al-Jawzi katika Talbisu Iblis. Ukienda katika tafsir ya al-Imam Ibn Ashur ambayo ni at-Tahrir wa at-Tanwir, asema tarwijul batili, yani kuipamba batil ndio talbis, na kuidhihirisha mbele za watu waione ni nzuri, watu waone ni jambo la maana, watu waisifie na watu waishike na watu waitangaze. Ndo maana ya talbis, na hili tumekatazwa na sheria yetu ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wala talbisu alhaqqa bilbatili, usichanganye haki na batil. Wataktumu alhaqqa wa antum ta'lamun, na ukaificha haki hali ya kuwa unajua kwamba hii ni haki, lakini kwa malengo yako maovu, malengo yako ya shari, ukataka kuwadhihirishia watu. Wala talbisu alhaqqa bilbatili wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun, usifiche haki, usichanganye haki na batil kwa pamoja, ili kutaka kuwaonyesha watu kwamba hili jambo ni zuri na hili jambo halina wasiwasi wote katika dini yetu tukufu ya Kiislamu. Makatazo haya jamani, ni makatazo yamekuja kwenye Qur'ani tukufu, kitabu ambacho hakina shaka. Mwenyezi Mungu anabainisha uovu na hatari ya mtu kuchanganya haki na batil kwa malengo yake maovu, ataka kuwaonyesha watu ya kwamba yeye ni mwema na ilhali kwamba yeye ni muovu. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika I'lamu al-Muwaqqi'in asema wa hadha aghlabu ahwali an-nas, na hili la talbisi hili ndiyo aghlabu ya watu wengi. Yani maisha ya watu hivi sasa wanaishi katika kufanya talbis, ndio maisha ya watu. Adhihirishe hili ni zuri, kumbe asli yake ni ovu. Adhihirishe kwamba hii ni tauhidi, kumbe asli yake ni shirki. Adhihirishe kwamba hii ni sunna, kumbe asli yake ni bid'a. Adhihirishe kwamba hii ni kheri, kumbe asli yake ni shari. Adhihirishe kwamba hii ni haki, kumbe asli yake ni batil. Ndio aghlabu ya watu. Ibn Qayyim asema aghlabu ahwali nasi, wanaishi katika dunia hii ya kudhihirisha picha ambayo ni nzuri, lakini kwamba kumbe uhalisia mtu kama yule akawa ni mtu ambaye ni mwovu. Ndugu zangu katika imani, la talbis hili ambalo tunalizungumza lina mifano mengi sana, lakini kama nilivyotangulia kusema ni jambo la kuzungumzwa kwa kipindi kirefu na wakati mrefu, lakini kwa haya machache mawili matatu
tunataka tu kutoana masikio taka, ili ukisikia jambo lolote uwe na nubdha japo ndogo ya wewe ambayo itaweza kukufanya wewe uweze kurudisha zile shubha unazopewa. Mwenyezi Mungu kaharamisha vitu vingi. Miongoni mwa mambo aliyoyaharamisha ni pombe. Tuko pamoja jamani? Pombe ni haramu, si haramu? Bila shaka ndivyo, si dalili. Hakuna masala ya kuzungumza kiakili na dalili. Msiniambia hamujui aya inayoharamisha pombe. Kama hamujui, muhadhara kufunga. Shukran, barakallahu fik. Innamal khamru wal maisir, mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo pombe ni jambo la haramu kabisa, lakini tizama sasa namna ya Ibilisi alivyokuja na talbisi zake. Alikuja na talbisi ipi? Talbisi aliyekuja nayo ni kudhihirisha uzuri wa pombe ili watu wapate kunywa. Tuko pamoja jamani? Ni warudishe nyuma ili tupate kumjua Ibilisi ilikuwaje akaanza haya. Ukisoma hichi kitabu cha al-Imam Ibn al-Jawzi, Talbisu Iblis, anaelezea njia na mbinu Ibilisi anazotumia kwenye kuwavuta watu kwenye mambo ayatakayo yeye, na miongoni mwa talbisi zake ni kuchukua jambo la batil akalipamba na akalisifia ili lionekane kwamba ni zuri. Waislamu tunajua sote baba yetu Adam aliambiwa kwamba asikurubie mti, au sivyo? Aliambiwa nini? Soma hiyo aya nisikie. Kwenye suratul Baqara aliambiwa wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Yeye na mama yetu nani? Na mama yetu Hawa. Wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Adam na Hawa, musikurubie mti huo. Na wakanya nyinyi waja wangu, musiguse mti huo, mkigusa mtakuwa mmenikosea. Sawa sawa.